Ya, haleluya. Ongeza makofi na vigelegele. Amependeza hajapendeza na chenji. Amina. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Karibu sana. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu sana. Amina. Ninayo furaha nyingi sana. Amina. Ninawapenda jamani. Ninafurahi kuona uwepo wenu. Ninajisikia kama familia moja. Sasa jamani, waliookoka si familia moja ya Yesu. Amina. Nami nasikia furaha napokuwa ibadani, napokuwa mbele zenu, nasikia furaha sana. Amina. Basi ninazo sababu za kumshukuru Mungu kwa wema wake na huruma zake kwa kunipa kibali kusimama siku ya leo. Amina. Namshukuru Mungu sana. Pia nimshukuru mchungaji wangu kwa kunipa kibali nisimame siku ya leo. Namshukuru sana. Pia niwashukuru wazee wenzangu. Mungu awabariki sana, na mashemasi pia na uongozi wote kwa ujumla, pia na kanisa. Amina. Wewe ni mtu wa thamani sana. Amina. Ninaposimama na kuyanena maneno ya Mungu kwa ujasiri, ni maombi yako. Amina. Ni maombi yako, usijidharau. Amina. Na mimi asili ya wokovu nilivyookoka, siwezi kumdharau hata mmoja. Yoyote ambaye ameokolewa na Kristo, ambaye amekuja mbele za Mungu, huyo ni wa thamani sana mbele za Mungu. Amina. Ni wa thamani sana. Ni nani mimi, ni nani nimbeze? Ni nani mimi nimchukie? Kama wewe wakati wa kuokoka malaika mbinguni wameshangilia kwa ajili ya huyo, mimi ni nani nimbeze? Kwa hiyo wewe ni wa muhimu sana. Amina. Nafurahia sana kuona uwepo wako. Amina. Kwa wageni ambao wamekuja kwa leo, ambao hawanijui mimi, jina langu naitwa Gaudes Daniel Sago. Amina. Ni mzee wa kanisa hapa. Amina. Kwa wale ambao ni wageni, lakini wenyeji wenyewe wanafanyaje? Wananijua, si sawa eh? Basi nashukuru Mungu sana. Ndugu yangu ambaye amesema ametoka Kigoma, huko wapi Ujiji? Mimi nyumbani nimezaliwa kijiji cha Kalenge. We ni jirani yangu. Amina. Kalenge, si unaijua Kalenge? Nawezekana ulishafika. Mimi nimezaliwa Kalenge, eneo inaitwa Brangamira, nimezaliwa pale. Amina. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa siku hii ambayo Mungu amenipa neema na kibali. Nakumbuka mwaka jana ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 9, tulikuwa tunajifunza. Mungu alinipa neema kusimama kwenye madhabahu hii. Kuna somo ambao tulikuwa tunajifunza, ilikuwa tunajifunza mtazamo. Wanaokumbuka sema kumbuka, tulijifunza mtazamo, tukajifunza yaliyo mengi kuhusu mtazamo. Nikasema hivi, mtazamo wako wewe ndio unaokupelekea jinsi ya kumwabudu Mungu kwa uzuri, na mtazamo wako wewe ndio unaweza kumwabudu Mungu kwa upuzi. Ni mtazamo wako wewe. Unapoona mtu anamwabudu Mungu kama vile kachanganikiwa, kama vile ujue ndivyo anavyomwelewa Mungu, hivyo ndio mtazamo wake ulivyo. Mungu atusaidie sana. Ndivyo mtazamo wako ulivyo. Wewe unavyomtazama Mungu, unavyomtazama Yesu, na ndivyo utakavyomwabudu hivyo kulingana na mtazamo wako huo. Nikasema katika mtazamo huo kuna watu waliopata mema katika mtazamo huo, na kuna watu waliopata mabaya katika mtazamo. Si jamani? Si sawa jamani? Waliokuwepo. Lakini wale ambao hawakuwepo, inawezekana hiki kinaonekana ni jambo jipya kwao, lakini waliokuwepo nafikiri tuko pamoja. Tulizungumzia kuhusu mtazamo, na kila mmoja na mtazamo wake. Mimi nilivyo na mtazamo wangu. Mungu atusaidie sana. Atusaidie sana Yesu. Amina.
nizungumzia huko nitoke, maana tulishamaliza huko. Amina. Tulimshamaliza. Leo tunaenda kuangalia maneno ya Mungu, tutiane moyo katika maneno haya, kuangalia somo letu, kutiana moyo. Somo letu kutiana moyo. Mara nyingi huwaga mimi napenda katika hili, hata kama ni kutiana moyo inaeleweka, inawezekana mtu asielewe kwa nini, kwa upana, si sawa. Huwaga kidogo tunaweka kamjadala tujadili kutiana moyo maana nyingine ambayo inaweza kuleta ili tunapoenda kufundishana, ili tuwe tumekuwa na upana kidogo katika hilo jambo kwa linaeleweka, si sawa jamani. Ukalifahamu kivingine na Mungu akakusaidia na Roho Mtakatifu akakusaidia ukalijua kwa upana. Mungu atusaidie sana. Eti baba, mara nyingi waga na huyu ni mwanafunzi wangu, nimemfundisha Sunday school, si sawa kipindi hicho, lakini sasa yeye kidogo amekuwa kidogo kutiana moyo. Eti kutia moyo. Mshike mkono mwenzako, mwambie na kupasa kutia moyo mtu mwingine. Sawa jamani? Mwambie inakupasa kutia moyo mtu mwingine. Amina. Na uzuri wa hakuna mwanadamu asiyependa kutiwa moyo. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu anafurahi anapotiwa. Eti ni nani ambaye hapendi kutiwa moyo? Anyoshe mkono aseme mimi maisha yangu napenda nisiwe natiwa moyo kabisa. Napenda. Ni nani? Anyoshe mkono ili mimi nimpongeze, niseme huyu kweli ni jembe ambao hapendi kutiwa moyo. Yupo? Yupo? Aseme mimi kabisa nafurahia nisipotiwa moyo, nafurahi kabisa. Eti yupo? Mimi mwenyewe napenda kutiwa moyo, si sawa? Mimi napenda kutiwa, hata wewe unapenda kutiwa. Sasa uangalie ilivyo ajabu, huyo anayependa kutiwa moyo ndiye hataki kutia moyo watu wengine. Wewe unapenda utiwe moyo, lakini wewe hutaki kutia moyo watu wengine. Umekuwa ni sababu kuwafukuza watu wengine hata kwenye ibada ya Mungu, kwenye hema la Mungu. Biblia inasema ya kwamba kile usichopenda kutendewa usimtendee mtu mwingine. Lile unalopenda kufanyiwa na wewe mfanyie mtu. Kama unapenda kutiwa moyo na wewe tia moyo watu wengine. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Na hii imekuwa ni silaha ya shetani ambayo ameitumia hasa ndani ya kanisa. Kanisa linadumaa, halina mwelekeo wa kwenda huku kwa ajili ya kutotiana moyo. Imekuwa ni kuvunjana mioyo, na shetani anafurahia tu. Watu wamekuwa magari ya shetani sasa hivi. Anaenda huku, shetani akigeuza huku anagonga huyu hayupo. Nakwambia kama yupo mtu aliyeokoka, malaika walioshangilia mbinguni, akaja hapa ukamvunja moyo akaondoka, kaanza kulewa, kaanza kurudi nakwambia mtafute msalama wako, mtafute mrudishe kwenye hema la Mungu. Kwa nini umemfukuza wewe? Usalama wako, yani sio kubembeleza, usalama wako. Tena kama unamjua na moyo wako unaimba, unajua kabisa kuna mtu anakwaza na anajua kabisa, moyo wako una furaha, moyo wako una amani, kwa vile amuone mtu fulani aliyemkwaza, maana yake ampendi, si sawa? Ameondoka, moyo wako una furaha, anaona fulani simuoni, anafurahi. Nakwambia mtafute, huyo ni wa thamani sana mbele za Mungu, ni wa thamani sana. Huwezi kujua jinsi malaika walivyoshangilia wakati anaokoka, na mtu anaokoka ametoka mbali. Huwezi kujua, mtu akikwambia hapa akisema mimi nilitoka huko nilifanya hivi na hivi na hivi, wewe mwenyewe unaweza usiamini,
unavyomwona hapa. Unaweza usiamini, lakini Mungu alikomtafuta, alivyomtoa, amemleta wewe. Umekuwa gari ya shetani amekutumia tena. Yani hakuna kitu Mungu anachochukia wewe unapovunja watu wengine moyo. Mungu anachukia sana, na ndio maana Yesu anamaliza, naongea maneno mazito sana. Anasema ya kwamba makwazo hana budi kufanyaje, lakini ole wake sababisha nini? Huyo mtu anastahili afanyeje? Apewe maziwa anywe yaliyo safi. Kweli? Hapana. Yesu anasema mtu huyo inatakiwa pewe asali vizuri, anywe furahi, afanyeje? Kumbe ni jiwe. Akafanyeje? Maana yake asionekane. Maneno mazito sana. Kwa mtu kama huyo Mungu anamfurahia. Kuna watu, mimi huaga nasema, kuna watu wanakufa vifo vya ghafla, maana yake wanamkasirisha Mungu sana. Unaweza kushitukia mtu amerogwa lakini uchawi, kumbe hakuna. Mungu apendezwe na wewe. Mungu ana furaha na wewe. Mtu usio mzaa matunda ukata haraka, ukatupa, ukawa ni nini? Si ndio jamani? Kwa nini wewe usababishe mtu ambaye amekuja hemani mwa Mungu kumwabudu, unamvunja moyo? Na umekuwa gari la shetani kwa kusababisha wengine kuwavunja moyo, kuwakatisha tamaa. Na kuambia hata familia ambayo inatiana moyo ina maendeleo sana. Ndoa ambayo inatiana moyo, uwe fuatilia maendeleo yao. Fuatilia ndoa ambazo hazitiani moyo, na kuambia imekuwa ni shida, ni giza tupu. Eti baba, naomba unisaidie maana nyingine ya kutiana moyo. Unaweza kuifafanua kidogo naomba? Bwana asiwe. Bwana Yesu asiwe. Kwa maana rahisi ya kutiana moyo, maana ya kwanza ni kupeana tumaini katika mtazamo ujao. Amina. Lakini maana ya pili ni kupeana taraja chanya. Nikisema taraja tunaelewana? Taraja yani kile kitu unachokitegemea chanya. Amina. Nura anasema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hii kila mtu ana mtazamo wake. Amen. Tukimpa kila mtu mic ataleta mtazamo wake na itakuwa ni sahihi kwa anavyoona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutiwa moyo maana yake ni hali ya kufarijiwa unapokuwa katika pitu fulani ambalo kwa namna moja ama nyingine unaweza kujikuta huko mwisho, huoni njia, anatokea mtu anakufariji, bwana hii ni 1 2 3. Au unapokuwa kwenye kipindi kama magonjwa, wakati mwingine madaktari wamekwambia huu ugonjwa hauna dawa, anatokea mtu anakuambia Yesu yupo anaponya na nini. Yani kutiwa, yani ni kutiwa faraja, yani ni kuletewa tumaini linaloonesha mwanga wa kuwa hiki kitu kinaenda kuisha sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Nuru, hongera, umepiga makofi, nimesikia makofi huko. Maana yake wote wamesema ni sahihi, si sawa? Si sawa sawa jamani? Kutia moyo. Tukisema kutegemeza nayo si kutia moyo. Kutegemeza eti. Kuwezesha si kutia moyo eti. Mungu atusaidie sana. Soma Isaya sura ya 41 na mstari wa 6 hadi wa 10. Naomba msomaji, naomba mpelekee maiki anisome hao, na atakayesoma kwa uzuri ashike maiki. 41 mstari wa 6 hadi wa 10. Chukua maiki baba, chukua maiki. Yesu tusaidie. Yes, Isaya 41:6 mpaka 10. Ndio. Neno la Mungu linasema wakasaidiana kila mtu na mwenzake
wakasaidiana kila mtu na mwenzake. Kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuae, ndiyo akiisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, ni kazi njema. Naye akaikaza kwa misumari isitikisike. Amina, amina, amina. 8 Nawe Israeli mtumishi wangu. Hapana. Ni 8 10 mpaka 10. Endelea. 8 anasema, ndio. Nawe Israeli mtumishi wangu Yakobo, niliyekuchagua, mzao wa Ibrahim rafiki yangu, wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikwambia wewe mtumishi wangu, nimekuchagua wala sitakutupa. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amen. Amina, ubarikiwe sana. Niambie, watu hawa ambao walitiana moyo hawakufanya vizuri? Walifanya vizuri. Seremala ukiona na mfua dhahabu eti vinaendana? Eti mtu seremala na mfua dhahabu vinaendana? Kama mtu mwingine angempuza tu, sema mimi kazi yangu ni mbao. Sasa hizo dhahabu kufua vina uhusiano gani? Si sawa. Lakini kwa vile walikuwa wanafanya jambo fulani ili mambo yakamilike, seremala akamtia moyo mfua nini? Na nani pale anasema, kule kwetu wanamuita muhunzi, ambao wanamuita mwilembe, ambao mimi nimetoka katika ukoo wa watu ambao walikuwa nafua vyuma. Kwa kinaponiambia kufua najua vizuri sana. Maana babu yangu alikuwa ananipa nyundo, nikikwambia wewe unyenyue unaweza kunyenyua, yani mkono nzito, na ikaona kanyundo kadogo lakini toa chini nzito, lakini babu na nguvu zake alikuwa nagonga chuma kinakubali. Tengeneza mikuki, tengeneza jembe, tengeneza nini, mapanga yale na nini, vitu vingi alikuwa ananunua nyumbani. Mimi babu ni alikuwa ananipenda, na nashika sasa afuaye ile nani, naanza kufua sasa. Yani ametengeneza, kachukua mti wenye matawi katoboa juu, kautengeneza. Sijatengenezaje babu, sijui waipewa akili gani. Juu kaweka nani kama ngozi ya mbuzi ya ng'ombe ya nani, kaweka miti, kaitengeneza, kaifungia, sijui kaifungaje. Kwa ukipiga hivi hewa inatoka. Kwa unakuta ukiweka mkaa, ukifukuta hivi unakuta nani ule moto chuma, unakuta ni chekundu kabisa. Anachukua ile ya kushikia, anashika hivi, anainua chuma, anaweka kwenye chuma kingine, anagonga nganga, chuma kinabadilika, unaona tayari shoka tayari imetokea. Anagonga shoka imetokea. Mungu asaidie sana. Kwa mimi nimefanya. Kwa hiyo huyu muunzi akamtia moyo afuaye, una vizuri sana. Chuma nakiona kinatokota, akamtia moyo. Mungu asaidie sana. Akamtia moyo ili misumari patikane, ikazwe kila mmoja akasema kazi hii ni njema. Kazi unayofanya ni nini? Jamani, tunafanya hivyo. Kanisani tunafanya hivyo. Yani hii sauti lake kuimba, yani jamani siji sauti imeenda wapi? Yani hii akina gongwa kabisa, kitoka umoni. Hili. Sasa anagongwa hivi, amekuja kuimba, amesikia kuimba. Yani hii sauti imeenda wapi? Siku hiyo yani mnamaliza wimbo wa kwanza, anasema kesho mnioni tena. Mnamaliza kama ulikuwa na nani pose nzuri. Yani hakumbuki ule wimbo, anakumbuka nini? Konzi.
nigongwe. Sikiliza ndugu zangu, tutiane moyo. Yaani tukitiana moyo, kanisa linalotiwa moyo, inatiana moyo, shetani anakaa mbali. Shetani anakaa. Kuna wadudu wadogo sana wanaitwa nini, wale wanajenga kichuguu nini, mchwa. Unakuta kaliovimba kichwa kubwa ndogo nini na udongo tu kanaweka nyumbani. Kuna kichuguu kimejenga nyumba na nyumba ya matofali mpaka leo hakijaisha. Ukiangalia chini waliojenga kile kichuguu ni mdogo tu mdogo. Kile kichuguu hicho hapo, maana kwa maana vinafanyaje? Vinashikana kutiana moyo. Hawezi kusema huu udongo ni mdogo maana kichwa chako ni kidogo. Leta jaza. Leta jaza. Mungu atusaidie sana. Asifiwe Yesu. Kanisa la Kristo tutiane moyo. Mimi yani sijui ni nini, sifurahiwi kabisa. Kwanza ninapoona mtu alikuwa anaabudu haonekani. Kwa nini asionekani? Ukifuatilia walio wengi wamevunjwa mioyo ndani ya kanisa, wana majeraha. Na ndio maana leo unakuta mtu yuko huku, ukimuuliza moyo unaongea. Mkasaidie sana. Kanisa dutiane moyo. Hilo ndio agizo la Yesu, na Roho Mtakatifu aliyoagizwa kwetu amekuwa msaada wa kutuhimiza kutujengane, tutiane nini? Moyo. Mungu asaidie sana. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, ngoja niseme kidogo. Kuna mtu mmoja aliniambia, nilijisikia vibaya mpaka nikasema huyu mtu kama ningejua ningemfuatilia. Huyu ndugu, sikiliza. Huyu ndugu yeye alitoka Mungu akamuita kwa mlevi nini, akatoka huko, alikuwa ni mtu mbaya sana. Mungu akamsafisha, akamleta hemani, akawa mtumishi karibu na watendakazi kama watumishi wengine kama hivi tunavyomtumikia tupo tunatumika na mchungaji wetu. Sasa huyu ndugu leo kuna matangazo kanisani wameandika, unapoingia kanisani zima simu. Sasa huyu ndugu mwenzangu na mimi bwana, siji alikuwa ametoka wapi. Unajua watu wanakuwa na mawazo, si sawa, kuna kujisahau ubinadamu, maana si ni wadhaifu, si sawa jamani. Akaingia tu kanisani, kumbe hajazima simu. Alivyofika mbele alikuwa na kama kisimu hiki kama mimi nakiita sabufa hii hapa, kikaanza kuunguruma. Mchungaji huko akasema, ni nani? Tena mtenda kazi pamoja na mimi. Soma pale mwenyewe, unapoingia hapa zima simu. Na wewe ni nani? Tenda kazi pamoja na nini, viongozi ni nani? Mtangulizi, mwelekezi, si sawa? Sasa kama wewe unakuja ujazima simu, mshirika naye afike wapi? Ndugu yule akaanguka, naombeni mnisamehe, nimekosea na nimejisahau kabisa. Hamna, dharau yako tu, yani dharau tu. Akamsimamisha mbele ya kanisa. Mnamuona huyu hakuzima simu. Simu imefanyaje? Kama hii sabufa yangu jamaa akajisikia vibaya sana. Simama, haya geuka huku, kageuka. Kwa nini hujazima simu? Naomba mnisamehe. Hakuna dharau, kiburi. Baadaye baada ya ibada usiondoke, tunakaa tu tunaliongelea hivi. Alivyomaliza, wamemaliza ibada, wakaanza kumsema viongozi. Sema sana. Yule ndugu kumba anavyosema, moyo nao wake unafanyaje? Unasema. Maana mtu mzima ni kuaibishwa ndani ya kanisa ambaye alikuwa anahitaji kutiwa moyo. Kwanza yule angeulizwa umetoka wapi, angeongea mpaka angehurumiwa. Lakini jamani, ni kitu gani kikubwa mbele za Mungu cha msamani? Si naomba msamaha.
Mtu anaposema naomba msamaha, simeisha. Sisi wenyewe tunaomba msamaha, tumerehemewa yaliyo. Huyu ambaye hakukubali msamaha na yeye amerehemewa yaliyo. Kama Yesu angesema na Bwana, yani unayosema si sahihi, na yeye asingesimama hata mbele ya watu. Yule ndugu amesemwa sana, kaondoka nyumbani. Alivyoondoka nyumbani, amefika nyumbani Jumapili akashindwa kuja ibadani. Siku ya kwanza, siku ya pili akakutana na watu ambao alikuwa anakunywa nao. Akasema, ndugu vipi? Mbona tulikuwa tunakuwa tunaenda ibadani? Vipi umekuaje? Nipo tu. Sema twende bwana. Angalau tunakuona kama una mawazo. Wanywaji wao wako kama umeshindwa kushuhudia, lakini wao wako kazini. Twende, tunakuona kama una mawazo. Wakampeleka, akasema mimi sinywi. Amekaa pale, wakampa na sasa hizi pombe ni za nani? Hivi vinywaji vya wanawake, wewe natakiwa kidogo. Yule ndugu kajichanganya na shetani, maana ameshakaribia kwenye mlango na lazima zile nani tayari ikianza kunywa tu. Wakamletea bia pale, kaanza kunywa. Ametoka kanisani, kaanza kunywa. Amekunywa pale, amekunywa. Sasa alivyomaliza kunywa, ikaanza, unajua yani unapokuwa ulikuwa una nuru ndani, ukaanza kuingiza giza, kuna hali fulani ya moyo unafanyaje, kama vile unazimia fulani. Unakunywa lakini moyo unasema wewe sio wa mahali hapa, sio mahali. Yule ndugu akatekewa pala, kainama kwa mawazo, kainama alivyoinama. Sasa kauzingiza hivyo mpitia, kafanya hivi, kirasi chupa vikaanguka chini, vikavunjika. Vile vunjika. Angalia sasa shetani jinsi ambavyo anawatafuta watu. Pole bwana, imekukata chupa, imekukata. Pole sana. Chupa imekukata. Pole bwana, inuka, pole sana. Mhudumu akasema, "Ni nini?" Amepona. Haya, muongezee 5 nyingine. Muongezee 5 nyingine, hizo ndalipa. Yule ndugu alisema hivi, ndugu zangu na rafiki zangu ni walevi. Niambie, utaenda kumhubiri toke? Ameshaongea, akasema nimeona upendo huku. Ndugu zangu na rafiki zangu ni walevi wenzangu. Sasa kama hujatumwa na Kristo kwenda kumhubiri, na wewe unasitume lara huko. Na ndio maana nasema, ndugu zangu, rutiane nini? Moyo. Tia mtu mwingine, ukimuona humuelewi, maana sisi tunaelewana sisi wenyewe. Ukimwona kama mama nani yule, mama Nashone, unamwona, mbona unamuuliza mama vipi? Mbona nakuna kama unafuraha? Akifunga kwambia hapana baba, tuendelee. Hamna. Ukimjenga na imarika, nasema huku kumbe kuna ndugu zangu. Huku kuna watu wananipenda, wananijali. Lakini kwa mfano kama na hili najitia mawazo, kwa nini hatuna mawazo? Hatuna mawazo. Sisi tumeyaachia huko. Inajitia mawazo. Halichangamuki. Akiondoka kurudi tena, maana amesemwa, si sawa. Mungu atusaidie sana. Tutiane moyo, kanisa la Mungu. Hilo ndilo agizo la nani? Na Yesu ndilo kanisa naloitafuta, linalotiana. Mungu atusaidie sana. Kataa tena, kama wewe utii moyo watu wengine, mwambie, sema leo kwa sauti, kusema, shetani, sitaki wewe mimi kuwa gari lako. Umenitumia kama gari, nimewakwaza watu wengine, nimewavunja moyo watu wengine. Kuanzia leo niache. Kuna mtu hanywi maji mpaka aende kuwavunja moyo. Unaweza kwa maneno ukavunja moyo. Maneno kavunja moyo. Umesikia huko, una ushahidi, unaenda baba na yeye kanisani. Hukuwepo. Yaani mimi nimeyasikia.
ukiyasikia ni nani, chanzo ni fulani, chanzo ni fulani, nimetokea kwa fulani, nimetokea kwa fulani, kwa fulani, fulani rafiki yangu. Unamwona baba nani Jumapili haonekani, haonekani. Mchungaji, vipi mwanangu? Mchungaji, niko bize. Kumbe kuna mambo moyo wako unafanyaje? Unasema kanisani si salama kwangu, nikienda ni makwazo matupu. Kanisani ni sehemu ya kujengana. Watu walioulizwa huko mitaani walipokuja kanisani walijengwa, walienda mioyo ina furaha, walienda mioyo ina furaha, mioyo ina amani, mioyo inashangilia. Sasa nyumbani uvurugwe, kazini uvurugwe, kanisani uvurugwe. Unaenda wapi? Na ndio maana watu wanakuja, wengine hawamwabudu Mungu, kwa anamwabudu yuko anamuwaza fulani. Roho wa Bwana pokea sifa. Oh, haleluya. Anawaza mama fulani alisema hivi, wa Bwana. Niambie, vipo kweli? Pokea sifa milele. Oh, haleluya. Sasa unaposema oh haleluya, tunasema amejazwa kweli kweli. Kumbe oh haleluya ni mkwara, hii mchungaji asikie na anasikie, hamna kitu. Oh haleluya. Kumbe ndani kumejaa maumivu matupu. Mtu aliyeumia hawezi kumwabudu kwa viwango vinavyostahili Mungu. Mtu aliye na majeraha hawezi kumwabudu kwa viwango vinavyostahili Mungu. Na maumivu yanawazwa kuliko hata yaliyo mema, yana nguvu kuliko hata yaliyo. Mungu atusaidie sana. Umo katikati mimi waga nafuatilia nani vipindi, walikuwa wanasema kuna ndoa imekaa kama masaa 3 ikavunjika kwa kutotiana nini, masaa mangapi? Jamaa amekuja hapa amefunga ndoa vizuri, utamheshimu nani nini, amina. Yeye yule hakwenda na mke wake wapi? Nyumbani. Ilivunjikia na yeye pale ilivyofungwa ndio ilivunjika. Sikiliza, ilivunjikaje? Wamemaliza, wamefunga hapa, wamemaliza, mchungaji amebariki, wameenda sasa ukumbini. Sasa kuna nini? Unajua tena kule sasa yule mwanamke, unajua yani ndugu zangu, kuna wanawake wengine lakini japo kwa ni furaha. Sasa jamani, sasa sijali alichezaje na vile viatu ambavyo vina kama miguu ya kwato ya nani ya ng'ombe vile, akatereza wa mbele za watu, kadondoka chini kwa bibi harusi. Bwana harusi baada ya kumtia moyo, mjinga wewe, unaniaibisha. Ukweli umeangushwa na nini hapa? Ningeweza kukukata makofi mbele za watu. Ndio kukata makofi, mjinga, unaniaibisha. Umeangushwa, umedondoshwa na nini hapa? Bibi harusi furaha jamani, si sawa? Sasa ameanguka vibaya pale, siji yeye, inawezekana ilikuwa siji ni Mungu mwenyewe, siji ilikuwa ni nini. Bibi harusi akaanza kuweka A nyingine, B nyingine, maana ilikuwa A iko humu, kaweka B nyingine. Kasema huyu hajanitia moyo, nimeanguka, angeniinua, niko kwenye bado shera. Sasa nikivua shera, huyu sasa nyinyonga, huyu sasa niua huyu. Ile nani alikuwepo mchungaji, yule mama alisema, mchungaji, mumeona, ivunje hapa hapa, ivunje hapa. Siwezi kwenda na mtu huyu, mimi nimedondoka. Baada ya kunitia moyo anaendelea kunisema tena, anataka kunikata makofi mbele yenu. Je, akiwa peke yake Satani huo? Mungu atusaidie sana. Yule mama alikuwa anatakiwa atiwe moyo,
pole mama, pole mama, yuko kwenye shera, pole mama, anamuinua kwa upendo na nini. Kini mpuzi mkubwa, mliondoshwa na nini sasa hapa? Takukata makovu, mmeniaibisha, sie nini? Yule mama yanaingia, akasema yeye huyu ataniua huyu. Chungaji, vunja hapa, siendi na yeye tena. Mambo yakasimama shilingi, baadaye afurahi ikawa nini? Ndio mimi nawaambia kutiana moyo ni muhimu sana. Sinaona kwa mfano, yani unapoona mwanaume ananenepa, anasikia amani, ametiwa nini? Sio wanaume hawataki kutiwa moyo. Tena mwanaume akitiwa moyo anadeka kabisa. Samson ametiwa moyo mpaka akasinzia. Tusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Hata viongozi wetu wa serikali wanatakiwa kutiwa nini? Asipotiwa moyo, moyo wako unavurugika. Na ndio maana nao wachagua, amewaamini, anawategemea, hao watafanyaje? Watamtia moyo na kumjenga. Sasa walio wachagua wasipomtia moyo, anajisikia vibaya sana, si sawa? Hakuna mwanadamu asiyependa kufanyaje? Kutiwa moyo. Na mtu anayetiwa moyo anafanya mambo kwa uzuri, kwa kujiamini, kwa kufanya nini? Na wababa nao mbele ya watu, hii chumvi jamani ya leo, hii chumvi mnaisikiaje? Anawaambia wale ambao wamekuja pale, mnaisikiaje? Mama yuko pale, jamani kwa leo. Sasa we kila siku unakula chumvi nyingi kama ng'ombe tu, eti huyu mama naweka chumvi nyingi tu, si siku imenani, na wewe mwenyewe unaweza kuponyoka. Mungu atusaidie sana. Amina. Barikiwe sana. Barikiwe sana baba. Amina. Barikiwe sana jamani. Barikiwe sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Tutiane moyo. Tufike wapi? Mbinguni. Mungu atusaidie sana. Soma kitabu cha Nehemia. Soma kitabu cha Hesabu sura ya 14 na mstari wa 6 hadi wa 10. Hesabu 14 mstari wa 6. Mungu anapenda wanaotia moyo hadi wa 10. Neno la Mungu linasema, ndio, na Yoshua mwana wa Nuni, ndio, na Kalebu mwana wa Yefune, ndio, waliokuwa miongoni mwao, walioipeleleza nchi, wakalarua nguo zao, wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakisema, ndio, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza nchi njema. ndio, nchi ile tuliyopita kati yake na kuipeleleza nchi njema mno, ndio, ya ajabu. Ndio, ikiwa Bwana anatufurahia, ndio, atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu. Ndio, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Wa maziwa na asali, ndio. Lakini msimwasi Bwana, wala msiogope wale wenyeji wa nchi, ndio, maana wao ni chakula kwetu. Ndio, uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, ndio, naye Bwana yu pamoja nasi, ndio, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe, ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Amen. Soma 36, ruka hiyo mstari wa 36. Neno la Mungu linasema, ndio, kisha hao watu ambao Musa aliwatuma waipeleleze nchi, ndio, waliorudi
na kufanya mkutano wote kumnung'unikia kwa walivyoleta habari mbaya ndio juu ya nchi. Watu hao walioleta habari mbaya ya nchi wakafa kwa tauni mbele ya Bwana. Wakafa kwa tauni mbele ya Bwana Lakini Yoshua mwana wa Nuni na Kalebo mwana Yefune wakabaki hai miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleleza nchi. Mungu akubariki sana. Safari tulionayo ya kwenda mbinguni imefanana na safari ya wana wa Israeli. Tunakoenda tumeahidiwa mambo mazuri, lakini tunatembea, mtu anakata tamaa, mtu anaishia njiani. Kwa hiyo tunaona imefika wakati mtumishi Musa anatuma watu, nendeni mukaipeleleze ile nchi. Je, Bwana alivyosema ni nchi njema? Haya Bwana aliyotuahidi kweli yamo? Akatuma watu 12 kama jinsi ilivyo kabila 12 za wana wa Israeli. Akawachagua watu 12, nendeni, aliowaamini, nendeni muipeleleze. Walipofika kwenye ile nchi, wakaona yale Mungu aliyowaambia ndivyo alivyo. Mizabibu imeshuka mpaka chini, maziwa na asali yapo na nini, lakini wale watu 10 wao mioyo yao, maana watu ambao walikuwa wanakaa nchi ile, kwa vile kulikuwa na kila kitu, walikuwa ni majitu yamepanda juu. Sasa wao wanatembea, wanaona jamani, hii mijitu jamani, hatutoiweza hii nchi. Kwanza hii nchi wanakula watu, hii mijitu wanakula watu, sisi tutakuwa mboga, sisi tutakuwa mboga hapa. Mungu ametuleta tumalize. Kwa watu ambao tumewaona, mioyo ikafanyaje? Ikaenda kama saa, ikaenda inavunjika. Walirudi wale watu 10, wakasema jamani, ile nchi wewe si watu, ni mijitu. Yani sisi ni mboga. Kwanza tatizo sasa, ile nchi wanakula watu, binadamu, sisi tutakuwa ni chakula kwao. Watu waliposikia hivyo wakavunjika moyo, wakasema yeye sasa tumepita huko kwenye shida, twende kuwa mboga. Twende kuwa mboga. Hii mijama itatufanya mboga, itatufanya supu, hivi itatufanya supu. Watu waliposikia hivyo wakavunjika mioyo, wakasema Musa. Wamemwambia Musa akasema jamani, msikate tamaa. Wakasema tutafute mtu aturudishe Misri kwenyewe wametoka, walikuwa wanalia, wanamlilia Mungu, tusaidie. Wameshasahau maumivu ya wapi, na matofali waliobeba Misri wameshafanyaje, na majani waliokata kwa mikono wanachoma matofali, wamesahau. Tutafute mtu wa kuturudisha. Huyu Musa hatufai, anatupeleka kule tuwe supu. Nenda aende mwenyewe. Watu wakalia, wakapomoka. Ndipo watu 2, Biblia inasema nani? Kalebo na Yoshua. Akasema msife moyo, Bwana anatupenda, wale ni chakula. Nachezea watu walio wameja, wale ni mboga kwetu. Bwana amesha kwanza utisho, uvuli wa nguvu umeshaondoka kwao. Twende, tutaingia mji huu tu. Watu wakasema ye. Na hawa ni watu wengine, kwa vile walikuwa wamechoka mioyo yao, wakainua mawe, wakataka kufanyaje? Kuwapiga. Mungu ndio amekuwa mtetezi wao, ili ujue sasa jinsi Mungu anavyothamini watu wanaotia moyo. Mungu ndiye amewafunika utukufu. Nani atakayepiga mji? Mungu amewafunika. Kalebo na nani wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Nani atakayepiga jiwe? Mungu akawatetea mwenyewe. Huku 36 inasema kwamba wale watu ambao walivunja moyo watu, Mungu akawapiga kwa tauni, hapa wakafa mbele ya watu, maana wamewavunja mioyo nini?
lakini Karebo na nani wakaahidiwa kuingia katika mji ule pale. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho Mungu anakichukia kama mtu ambaye anawavunja watu wengine moyo. Wewe jitie kiherehere tu, ujifanye kama humtii Mungu, na kuambia utapata shida sana, utakufa kifo kibaya sana. Mungu atusaidie sana. Kama unavunja moyo wa watu wengine, uko salama, rudi kwa Kristo. Na kama unawajua uliowavunja moyo wameacha kanisa, usalama wako, umewavunja moyo, wametafuta sehemu nyingine ya kumwabudu Mungu, wameabudu, ndio usalama wako. Umemvunja mtu moyo, bado Mungu amekamba ndani yake akasema, Bwana para hapana, nenda hapo utamwabudu, utaniabudu, ndio usalama. Lakini ukamuona aliyekuwa na beba chupa na weka, akarudi kuinua chupa kaweka, malaika wameshangilia kwa ajili yake, upo kwenye hatari, upo kwenye hatari kubwa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Ili ujue kuvunja moyo, hakuna mtu anayekupenda. Tuangalie mtumishi aliyevunjwa moyo, jinsi ambavyo ilimletea shida, na watu ambao wana ujuzi wa kuvunja moyo. Tuangalie mtu huyu. Soma Nehemia sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 3. Nehemia sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 3. Ndiyo. Ndiyo. Akadhadhabika, akaingiwa na chuki. Na watu kwenye huduma tunaingia chuki, kumbe tunagombania fito. Hakuna mtu ambaye anatumika atalipa tofauti ya mtu mwingine. Sisi tunafanya kazi ya nani? Ya Mungu. Sasa kwa mfano kama fito moja ambayo unajenga hii, kwa mfano kama mchungaji akute tunagombania hii na namba, nataka kujenga kanisa, ni ya kwangu, nampa fundi mimi, jamani. Sasa hii Kenji sinajenga ili kanisa, mnagombana nini? Kanisa tunajisahau, tunagombana, kazi sio ya kwetu. Mungu atusaidie sana. Anasema akaingiwa na uchungu sana. Akaingiwa na uchungu, naye katisha moyo wake, na anakuwa na uchungu ndani ya moyo wake. Akawadhihaki Wayahudi. Akawadhihaki. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Wanafanyaje hawa wanyonge? Je, watajifanyizia boma? Ndiyo. Watatoa dhabihu? Ndiyo. Au watamaliza katika siku moja? Ndiyo. Je, watafufua mawe katika chungu hizi za kifusi? Ndiyo. Nayo yameteketezwa kwa moto? Ndiyo. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha, angebomoa ukuta wao kwa mawe. Angebomoa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Unaona majeuri ya kukatisha tamaa. Unaona mtu anayekatisha tamaa haji kwa udogo unavyofikiria wewe akili yako, anakuja kwa ukubwa fulani, ili uwe na mzigo mzito, tembee kabisa. Unakuja kanisani kama unalewa, yu mwema, mzigo bado nao. Unaenda kama unaweweseka, upo uelewi, na mwisho wako unapotezewa hapo uelewi. Mungu atusaidie sana. Amen. Anasema, sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Nehemia anamwambia Mungu, sikia Mungu wetu, hawa watu jinsi wanavyodhihaki hawa. Nehemia anamshtakia nani? Mungu. Anamwambia Mungu, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho, wala usiusitiri uovu wao, wala isifutwe dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Basi
tukaujenge ukuta, nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Amen. Unaona, Nehemia alipomwambia Mungu alikuwa na wajenga, haya maneno mliovunjwa moyo msiyasikilize, hawa ni watu walioshindwa. Maana unajua huyu Tobia na nani na Sambarati unajua ndugu zangu, ule ukuta wanatheolojia wasomi wanasema kwamba ulikuwa na mita 3 upana wake. Askari walikuwa wanalinda ukuta wa Yerusalemu, wanapita juu ya nini? Ya ukuta. Wanaolinda mji walikuwa askari wanapita mita 1 ni sawa na gari kama yako unaweza kupita, si sawa? Mita 1 sinapita mita 3. Mita 3 sio mita 3. Gari ile ya kwako inapita. Sasa angalia, gari kama inapita na watu wanapita, wanasema wale watabishaji, mbweha akisimama, mbweha si mnamjua? Mbweha si mnamjua? Mbweha akipita kwenye ukuta huu unabomoka. Watu wakafikiri mbweha tunayemjua ukuta kweli unabomoka wa mawe. Jamani, yana naye katisha tamaa. Mtu anaweza kuja umejenga nyumba, nyumba kalikuwa kazuri, lakini hapa amekosea. Mafundi wangefanya hivi, jenga ya kwako. Huo ni mtazamo. Fulani amejenga nyumba, lakini pamefanya hivi, ile murazo angekainua kangekuwa nyumba kazuri. Jenga yako inue. Inawezekana yako imeishia kwenye makaratasi na ramani tu. Sasa wewe unajenga nyumba, unakosoa nyumba za watu. Walioshindwa waishiwi nini? Mungu atusaidie sana. Hawa watu wako wavunja mioyo. Lakini angalia, Nehemia akajisikia vibaya, maana kitu alichokifanya alikuwa na maana, amekimaanisha. Na wamemuomba Mungu, si kwamba kwenda kujenga hivi hivi. Walikuwa wamemuomba na Mungu, wamepata kibali. Mungu ametoa kibali mwenyewe kwa yule mfalme. Kumbuka, walikuwa wamishoni, wakaomba kwa mfalme kibali, tunataka tuende kujenga ukuta uliobomoka. Maana kipindi wanatekwa walibomoa ule ukuta, mawe yakasagoza wakachoma moto. Lakini Nehemia alipokaa kula kamomba mfalme, akasema tunaomba tukipata kibali twende kujenga ukuta, maana nchi yetu imebaki ni ukiwa. Wakapata kibali. Mungu atusaidie sana. Watu waliochoka wakacheka. Unajua watu walioshiba wana hela kidogo, akicheka ni kutikisika, sio kucheka kama ninavyoseka mimi. Si mnajua cheka matajiri, sio ninavyocheka mimi. Tajiri anagonga anagusa nini, lakini mimi cheka yangu ni Mungu atusaidie sana. Mekana matajiri, unaona tajiri kama vile yani hataki kucheka. Unaweza kufikiri huyu anacheka amemaliza au anatania. Wewe unaweza kucheka mpaka ukajidudureka chini yenu, anagonga tumbo, anatikisa tu tumbo. Mungu atusaidie sana. Kwa hawa watu dharau nyingi, wanacheka wanagonga tumbo. Iko wanachokifanya hata mbweha wanafanyaje? Mungu atusaidie sana. Asante, barikiwe sana. Barikiwe sana. Amina. Asikatishwe mtu tamaa. Asikatishwe mtu. Muabudu Mungu kwa amani zote. Amina. Muabudu Mungu kwa amani. Hapa ulipo ni mahali na Mungu anapatikana. Mungu atusaidie sana. Amina. Namaliza.
Kwa nini tunatiana moyo? Mungu atusaidie sana. Naomba kuna sehemu ndogo ile, naomba usome Wathesalonike. Paulo naye anasemaje? Na Paulo ameatha kwa Wathesalonike, amesema maneno haya, sema ili tuende nimalize hapa. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 14, mstari mmoja tu, soma hapa. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 14, neno la Mungu linasema, ndio, ndugu tawasii waonyeni wale wasiokaa katika utaratibu, kwa utaratibu. Waonyeni watu wasiokaa kwenye utaratibu, Watieni moyo walio dhaifu. Watieni moyo, watieni moyo walio dhaifu. Mungu atusaidie sana. Watieni moyo walio dhaifu. Mungu atusaidie sana, Amen. Watieni nguvu wanyonge. Watieni nguvu wanyonge, watieni nguvu, Vumilianeni na watu wote. Vumilianeni na watu wote. Mungu atusaidie sana. Amen. Vumilianeni na watu. Watie nguvu walio wanyonge. Lakini ukimwona mnyonge utamsema mwaka huu ametoboa mwaka 2025, mwaka huu atoboi. Na unasema hivyo tu, anapelekewa yule uliyempenda, umemwambia bwana, mwaka jana ilikuwaje? Nipe, ilikuwaje? Mimi bwana nimepita kwenye mapeto fulani, nasema mwaka utoboi. Fulani tunaisali naye, ndio amesema utoboi mwaka huu. Yani kama ulivaa suruali moja, utavaa iliyochanika yenye viraka huko. Ukisikia ni kujenga ni kubomoa, kusambaratisha. Wajengeni, waimarishe ambao ni nini, hawana nguvu. Watieni moyo waliolegea. Hata kama unamwona, mtie moyo. Hata wewe mwenyewe Yesu anakutia moyo. Inafika kipindi unataka ukata tamaa, Yesu anakuambia mwanangu inuka, tuende mwanangu, sikate tamaa, tuende. Unasikia kutiwa nguvu tena, unaenda. Kwa nini wewe unatia unakatisha tamaa watu wengine? Yesu kama anakutia moyo, mwanangu, haangalia hata dhambi uliyoifanya, anakuhurumia jinsi ulivyo umejipa. Yani mimi waga nasema, mama naweza kukuona kinyaa unapoingia kwenye matope, akakuosha na vidole na hesabu, lakini Yesu hahesabu vidole. Kama angehesabu vidole, si labda ningeoshwa na kidole kimoja, lakini hakuangalia matendo niliyofanya mabaya, akaniosha. Mwanangu, njoo tulia hapa. Kwa nini nivunje watu wengine moyo? Endelea baba, umefika ni mwisho. Ni nne hiyo 14, ni hiyo. Rudia hapo, ni mali tu nani inasema 4:14. Ndugu tawasii waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. Waonyeni watu wasiokaa kwenye utaratibu, Watieni moyo walio dhaifu. Ndio. Watieni nguvu wanyonge. Ndio. Vumilianeni na watu wote. Amen. Vumilianeni na watu. Mungu atusaidie sana. Kwa nini tunatiana moyo? Tunatiana moyo kwa sababu tumefika mwisho. Tunafika mwisho. Ndio maana tunatiana nini? Tunafika mwisho. Na wakati huu ambao tunafika mwisho, ndipo shetani anafanyaje? Anapamba nguvu. Ndio shetani anakaza kabisa, maana anajua wakati wake wa kutenda unafika wapi, kwa anataka afe na watu. Na ndio maana nikwambia usikubali kuwa gari ya shetani. Ukiwa gari ya shetani umeshapata ajali, pata shida. Tunatiana moyo, maana tunafika mwisho. Na ndio maana Yesu anasema, je, nitakaporudi nitaikuta imani? Inawezekana na wale waliosimama wakafanyaje? Wakaanguka. Jiangalieni, mliosimama msimame, usianguke, maana je anasema nitaikuta imani.
Na kweli mimi nawaambia, nyie wenyewe dunia mnaijua. Leo mtoto kama huyu hapa huwezi kumdanganya. Unaweza mwanangu hawezi kunani. Unakaambia katoto kana kwambia maneno mpaka unachanganyikiwa. Huyu amejuaje? Huyu ni nini? Maana watoto wamekuwa na uhuru. Simu zimewavuruga, zimewaharibu, zimewafanya vibaya, na ndio maana unaona matukio yamekuwa makubwa sana hata kwa watoto. Leo unamwambia mtoto, ni mtoto wako, unamwambia anakujibu jeuri. Hujaongea neno, mtoto wako ameshajibu. Nakwambia wazazi, msipokuwa tukaomba Mungu, Mungu akatupa hekima, wengi wataenda kufungwa. Utatumia hasira za kibinadamu, utashtukume muua. Maana si wamechanganikiwa, dunia imechanganikiwa. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anasema, kizazi korofi kinahitaji imani korofi. Kizazi korofi kinahitaji imani, sio ya kugombana. Unaposema imani korofi, sio ya kugombana. Ya kwani unapiga ngumi kwa jina la Yesu, unapiga watu, toa watu. Itakuwa imani korofi, imani yenye nguvu, sio ya kulegalega. Mungu atusaidie sana. Soma, malizia pale mwisho. Kwa nini tunafika mwisho? Hesabu sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 5. Soma hapo nimalize. Yes. Na Hesabu 14 mstari wa 1 hadi wa 5. Ndiyo. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Hata wanaume wenye ndevu wakalia. Hata wewe na ndevu lilia. Maana mkutano walipolia, haikujalisha ni mzee, haikujalisha ni mwanaume. Hata mwanaume, unapona mwanaume analia, ameshafika mwisho. Mwanaume unaweza kumkuta amepata msiba, moyo unalia kweli kweli, lakini mama ndio ajizuii. Lakini mkutano wote akafanyaje? Sikiliza, anasema watu wakatoka machozi usiku ule. Wakatoa machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnunikia Musa na Haruni. Ndiyo. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri. Ingekuwa heri, wanatamani nchi waliolia Mungu akawatoa kule, lakini bado wanaitamani hiyo. Au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Ndiyo. Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Tukarudi. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao waliipeleleza nchi, wakalalua nguo zao. Wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakisema, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno, ya ajabu mno. Ikiwa Bwana atafurahia, atatuingiza katika nchi. Ikiwa Bwana atafurahia, atatuingiza tuende Misri wanaume. Atupe nchi iwe yetu. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Na asali. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu atubariki sana. Watu walichoka kama leo. Kama kanisa la leo wanapoenda kuchoka, imebaki ni manunguniko, kunungunikiana tu, ni kulaumiana tu, ni kuvunjana mioyo tu. Kwa nini? Watu wakalia, nchi wanayoenda ni nchi nzuri. Watu wamehakikisha wenye uelewa na Mungu
wameona ni nchi nzuri, kama tunavyoenda nchi nzuri ambayo tumeandaliwa na Yesu. Tumeandaliwa nchi, sehemu nzuri ambayo tutakula na pamoja na Kristo. Si neema kula pamoja na Kristo eti? Ni furaha gani kula pamoja na Kristo? Yesu ambaye unamsikia kwa imani, utamwona, utakaa karibu naye, atakufuta machozi. Pole mwanangu, pole mwanangu, pole. Nchi ni nzuri jamani, msife moyo. Wanaume, baba, mama, msife moyo. Nchi ni nzuri, nzuri sana sana sana, imejaa maziwa na asali. Mungu anatupenda, atatuingiza katika nchi ile. Wameanguka mbele ya mkutano, wakararua nguo ambao wanaijua, ambao wanayaona mema ambao Mungu ameyatenda, mema ambayo Mungu anayatenda. Mungu atusaidie sana. Usife moyo. Wanaume wanasema, Musa, ulituongoza hapa, inafika mwisho, tutafute mtu anayeturudisha. Na watu mioyo yao inawaza kurudi kwenye kiburi. Mtu amekata tamaa, anawaza kwenda kuvuta bangi. Namshukuru Mungu, Mungu amenipenda sana. Mimi nafikiri ningevuta bangi, nawezekana hata kuhubiri hivi nisingehubiri. Na ndio maana nahubiri kwa nguvu zote. Nilinunua bangi, marafiki zangu walikuwa wavuta bangi. Kilicho niokoa nisivute bangi, maana mama nani kwenye utumbo letu amezaa wote, wengi ni wa kike. Kadogo kangu kamwisho kalikuwa ni kama safa, kaliacha shule wapi, Kigoma, kanakaa Kigoma, kamekaa hata kukumbuka nyumbani akakumbuki, karukia Dar es Salaam. Ndio sasa nikabaki mimi na mama. Sasa kipindi bado ni mdogo, nimekaa kwenye baraza la wazee, wakasema hivi, bangi mvuto mmoja, moshi mmoja ukiingia, miaka 7 wewe ni chizi. Ukivuta pafu zaidi ya 5, piga mahesabu hapo ni ngapi? Na mimi wote ambao nilikuwa nanunua nao bangi bakuli naweka hapa, wengi nimeenda walikuwa wanaomba kwenye vichanja mboga, nipe samaki, nipe dogo, nipe dogo. Wewe waliniona wananiita, mchungaji, usitutenge mchungaji, mchungaji. Wananiita mchungaji, asema asante Yesu, mchungaji. Wakaniomba hela, nikasema hapana, nikiwapa hela mtanunua bangi. Nikanunulia matunda. Uzuri kwetu matunda, maparachichi 50 kipindi hicho 50. Kanunua 3000, walikula mpaka mengine wakanani. Mpaka kakanga akanisema 3000 matunda tu 3000. Unaharibu hela bwana. Yaani mimi naiona 3000, unajua umetoka huko. 3000 tunaona kawaida. Lakini ukishakaa mwezi unaanza sasa kuitafuta ile 3000. Unaanza kuiwaza. Lakini ukitoka huku unaona hawa kametuna, yaani samaki. Naenda kwenye kichanja kama Mungu huyu hapa, nauliza mpaka nayeuza, nasema huyu amekosea nini? 5000 nikiona kama Mungu hapa, huku ni hela nyingi, nampa haraka kabla sibadilike mawazo. Watu wanasema umepigwa, ungesema hata 3000 ungechukua. Tulishazoea maisha ya nini? Unaitoa hela ingi, unaanza kuiwaza ile 3000 iliyokuwa natoa. Cheza na maisha. Kwa hiyo mimi kilichoniokoa nisivute bangi, nyumba yangu, maana niliwahi kujenga, bado ni mdogo sana. Maana mimi hata mdogo wangu nilikuwa na bidii sana, nikajenga nyumba mpaka wazee wanasema huyu mtoto ana akili gani huyu? Hata watu ambao ni vijana wakubwa hawajajenga, wamejenga tofali za kufyatua, japo kwa ilikuwa ni majani. Kwa natoka shuleni nakimbia kukata majani huko kwenye nini kule, wao wanaelewa hao. Kimbia kukata majani, nakimbia kwenye mabonde, nakata miti naleta kaezeka ya majani, lakini nzuri kingi, unajua ya kijani. Sasa pamoja na wazazi, Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kwangu ndio kulikuwa kuvutia bangi. Bakuli nanunua, nachangia bangi, tunasokota msokoto inchi 6, tunatoa zile mbegu zile, na tunajua kutengeneza. Kwa mwengu unaanza kupigwa sasa pale. Unazunguka ile inchi 6 inazunguka.
Ukifika kwangu, mwenge hauruki mkoa, mwenge hauruki mkoa. Nasema mwenge unaruka. Kuda tu wewe. Ni kitu gani kilichosababisha niseme unaruka? Nilikumbuka nikiwa chizi, mama nimemuuza. Nikipiga ule msokoto mmoja ukinikataa, mama nimemuuza. Nasema uruke tu. Wanasema mkuda tu. Najiuliza kwa nini natukanwa mkuda? Kesho ndavuta. Hivyo nimepata wokovu, sijavuta. Lakini nanunua bangi na nini, sijavuta. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo watu wamefika mwisho, wanakata tamaa. Naomba ndugu yangu usikate tamaa. Wewe uliokoka usikate. Unayo neema kubwa sana. Kwanza tembea ujivune. Mungu amenipenda. Wapo watu wenye vyeo, watu ambao ni matajiri, hawajaona neema uliyopata. Wewe ni nani? Naipata neema hii. Wewe ni nani mpaka mimi natembea? Niko najiuliza mimi ni nani? Usiache wokovu baba. Usiache wokovu mama na dada. Usiache wokovu. Endelea kutiwa moyo. Amina. Hata ukiona mtu anataka kuvunja moyo, weepuke. Useme usinipunguzie. Usinipunguzie. Kabla sijafanyaje? Sijakwambia kwa nini unataka kunipunguzia mwendo? Sijakwambia bwana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amina. Basi kama upo ambao tayari moyo wako na waza, inawezekana ulishaanguka kabisa ukaenda huko, njoo tuombe na wewe. Mungu ni wa rehema. Mungu wetu ni wa rehema sana. Njoo tuombe na wewe.